BMG pamoja daima. Afuata tuna shughuli 4 za kitaifa. Shughuli ya kwanza ni Eid al-Fitr. Shughuli ya pili ni Eid al-Adha. Shughuli ya tatu ni Muharram, mwaka mpya wa Kiislamu. Na shughuli ya 4 ni Maulid. Hizi shughuli 4 huwa sio mali ya mkoa. Mkoa unapewa dhamana tu ya kusimamia. Wenye jambo lao wapo baraza la ulama. Na kwa Mwanza tumeshirikiana madhehebu zote. Hakuna madhehebu sio haipendi maulidi ya inapenda, na watu wamechangia. Na ndio maana nimesema katika muda huu ambao mimi ni kiongozi wa Uislamu Mwanza, nisingependa makundi, nisingependa kutazamana katika njia ya madhehebu. Tufuate maelekezo ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania kuhakikisha kwamba Waislamu wanakuwa wamoja, wanaondoa migogoro, na kazi iliyoko mbele yetu ni kujenga uchumi imara wa Uislamu na wa Tanzania. Na ndio maana tumekuja na kauli mbiu isemayo BAKWATA mpya Mwanza, mpango mzima wa maendeleo yetu. Narudia tena, tuiseme kwa shajaa kidogo. BAKWATA mpya Mwanza, mpango mzima wa maendeleo yetu. Narudia kwa mara ya tatu. BAKWATA mpya Mwanza, mpango mzima wa maendeleo yetu. BAKWATA mpya, jitambue, badilika, acha mazoea. Na moja ya sifa za kiongozi ni kuwa na hicho tunachokiita innovation na creativity katika kutatua na kuyakabili mambo yanayowahusu watu wake. Kwa hili tumelishuhudia Mwanza, na sasa nimejua Sheikh Hassan nguvu yake imetokea wapi. Kumbe inatokea kwa mkuu wa mkoa, anajifunza kutokea huko, lakini vile vile anajifunza vile vile kwa kuona namna Mheshimiwa Mufti alivyoingia na anavyoyaendea mambo yake, na kwa siku zote anashajiisha na kuwapa moyo viongozi ndani ya baraza kuwa wabunifu wa kukabili mambo na kutatua matatizo yaliyopo katika maeneo yao. Na nadhani hili ndio kubwa, unaliona kwa Mufti, unaliona mpaka kwa rais huko, mpaka anapokuwa anazungumza mpaka na mtu mmoja mmoja kutaka kujua shida ni nini na kwa nini haitatuliwi. Kwa hivyo nimepeleka taarifa, Mheshimiwa Mufti anatoa pongezi sana, na yeye mwenyewe anapojiandaa kuja anatarajia kuona mambo mazuri zaidi. Kwa hiyo hakuna la kuongeza upande huo, ni kuhimiza tuendelee, tufanye kazi kwa bidii na kuleta kama tulivyoleta mfano wa namna nzuri ya kuendea kwenye kusherehekea na kufurahia mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwenye Biblia wamesema, na maaskofu atanisaidia, Mungu alisema sehemu ambako mtu mmoja au wawili wamekaa wakitaja jina langu na mimi nipo. Kwa mimi naamini mkusanyiko huu Mungu atakaa na sisi tu siku zote. Hata kama mkoa tulikuwa na matatizo yetu 2-3, lakini wiki hii ya watu wa Mungu kukusanyika hapa itatuletea nafuu hata ya wiki tu. Sasa baada ya hapa mkitoka, muendelee kutuombea ili utulivu uendelee kuwa kama kwenye wiki hii, kwa sababu shughuli hizi watu wengi zinawagusa. Shughuli zingine zile, matukio haya yaliyotangulia wiki hii, mimi sijaenda kwenye tukio lolote, ila kuna siku shehe hapa nilikuja tu nikatembea pale BAKWATA, nikashuka tu, nilikuwa napita naenda sokoni, nikaamua kupita ofisini pale, lakini nikakutana na watu sokoni wanazungumzia shughuli hii bila kujua kama Mtu anamtania mwenzake, bwana kanzu vipi umenunua? Mimi nikasema ngoja nikae nijifanye kama nanunua bidhaa, nisikie hii hadithi itaishia wapi. Mwingine anasema bwana kuna mtu ananiletea kofia, mwingine sasa hii shughuli mbona mimi sikufikiria kwamba inabidi na vifaa tena vije vipya na nini. Mtu anahadisia anasema mara ya mwisho ni miaka karibu mwaka 90. Sasa mambo watu wanazungumza sokoni, mwaka 90 ndio shughuli hii imefanyika kwa mara ya mwisho mkoa wa Mwanza. Imekuja tena 2019. Japo hili si dogo kwa kiwango chochote kile, na sisi tuwashukuru sana. Sheikh Isa Uthman, utufikishie salamu zetu kwa Mufti.
Sisi tunaichukua kama heshima kubwa, sisi tutaienzi sana. Na sio hilo tu, mwelekeo wa BAKWATA imejijenga kwenye taasisi mbili. Mimi namtizama mufti wiki nzima hii, sio kwa mpango, nawasha tu TV. Nilikuwa namwambia shehe wetu wa mkoa wa Kilimanjaro, niombe sasa nakukuta hapa. Mimi asubuhi nimenitizama kwenye TV wakiwa sijui hai au sana hai. Mufti alikuwa anatizama watoto wako shuleni kwenye maabara, na wakawa wanazungumzia kutaka kujenga maabara, kama taarifa yenyewe nilipata vizuri, na shehe kwenye maneno yake akazungumzia kuna watoto wafaulu sana, tuwatengeneze utaratibu wa kuwajengea uwezo. Sasa nimemuona asubuhi, sasa namuona hapa. Kwa hiyo mimi nasema kuna mambo yanafanyika. Inawezekana mheshimiwa mufti haoni, yeye ajui, anafanya tu na jopo lake, lakini sisi tunayaona, na lazima tutende haki. Tuseme mabadiliko haya na kauli mbiu ile kwa vyovyote vile italeta mambo makubwa kwenye nchi yetu. Lakini mimi niseme tena, tunashukuru sana kwenye ufunguzi huu, niseme kupata sashe wa mkoa. Mimi huyu ndugu yangu, kwa hata kule kwenye ukoo sasa wenye vyeo tumeongezeka. Hakuna kupata kudogo. Lakini kama nilivyokuwa namwambia, kwenye safu ya mkoa, shehe wa mkoa ni kati ya viongozi wakubwa kwenye orodha ya serikali ya VIP yumo. Kwa ukienda airport pale, unakuja tu shehe wa wilaya, utashangaa orodha haumo, lakini utashangaa jina la Kabeke limeshaingia tokea wiki iliyopita. Tulipata barua tu hiyo, orodha ile ikabadilishwa. Lakini ndio utaratibu ulivyo. Sasa mimi namwambia kila siku ni majukumu. Ni majukumu, na majukumu haya ni kwa sababu ni dhamana za watu. Tunaaminiwa kwa muda. Kwa hiyo tuna mizigo mikubwa ya kuwasaidia watu. Lakini kubwa zaidi iliyotufurahisha hapa mkoani, matayarisho haya kwa kuyafuatilia yamewaunganisha sana Waislamu. Mimi niseme Sheikh Isa kama mjumbe wa baraza la ulama, watu wote, manake sisi tunafuatilia mambo hapa, lakini hakuna ambaye hajahusika. Kwa maana hiyo sisi tunawaombea sana kwamba utaratibu huu uendelee, tushikamane, kwa sababu katika kushikamana ndio tunavyoweza kufanya mambo makubwa zaidi. Lakini nitume salamu nyingi sana za Mheshimiwa Rais. Anajua juu ya maadhimisho haya, kwa sababu kwa taarifa nilizonazo mufti aliwasiliana naye, lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu wanafuatilia kwa karibu jambo hili. Lakini vile vile leo asubuhi nimeongea na Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Naye asubuhi kaniambia, bwana, Maulidi inakaribia vipi? Nikamwambia imeshaanza. Basi naye akasema baadaye atanitafuta na maelekezo yake mengine atafikisha kwa share. Kwa hiyo jambo hili ni kubwa, limetupa heshima sana kama mkoa, na sisi tuhakikishie tu, sisi vyombo vya ulinzi na usalama vyote viko timamu. Swala hili tumo na hakuna mtu atakayepata shida, tuwe huru. Lakini pale panapotokea mkwamo wa aina yoyote, basi tushirikishane ili jambo hili liishe kwa heri. Na Mwenyezi Mungu tunamuomba wakati wote alisimamie jambo hili na tusimamie wote, kwa sababu nia yetu ni njema kwa mustakabali mwema wa nchi yetu. Baada ya kusema hayo, nitamke rasmi sasa kuzinduliwa kwa maadhimisho ya Maulidi ya mazazi ya Mtume
na basi wote tushiriki kwa nia njema ya kumtukuza Mtume, na vile vile wote tutakuwa pamoja kwa muda wote huu mpaka tarehe 9 na tarehe 10 kwenye baraza la Maulid. Asanteni sana. Asalamu alaykum.